jana. Lakini sisi ile haitukatishi tamaa, kwa sababu tunajua wale sisi tulitaka tuwafunge tangia wamekuja tarehe 14. Lakini huwezi kuikimbia TRA. TRA ni kama kifo, huwezi kutukimbia. Yaani wao wamekuja kwa tumetukimbia, tumekuja huku sawa, umepata bahati, umeshinda. Lakini sisi tuna uhakika. Ndio maana mimi nasema ukizungumza timu bora barani Afrika, uache kuitaja TRA. Na TRA ndio timu namba 1. Kwa hiyo matokeo yale ya jana, niwaambie tu wa Tanzania, msiwe na wasiwasi. Hii ni timu ya Watanzania, hii ni timu ya walipa kodi. Hizi timu zitalipa kodi tena kwa hiari. Sawa Kwa sababu tukisema tulipe kwa walipa, timu zilipa kodi kwa lazima, kuna watu watakimbia. Ila sisi kwa sababu tunawapenda, watalipa kodi kwa hiari. Simba amekimbia tarehe 14. Lakini atakaporejea tena, na naiomba bodi ya ligi hii ratiba na Simba itupangie mwezi wa 4 kama inawezekana. Mwezi wa 4. Yaani tukimalizana na Singida tukutane naye. Kwa nini mwezi wa 4? Yaani tunataka mwezi wa 4 kwa sababu ni mwezi ambao sisi tunaanza awamu ya pili ya makadirio ya kodi kwa mwaka 2026. Kwa hiyo timu ambazo zimefanyiwa makadirio wa awamu ya kwanza msimu mwaka 2026 tayari tumeshazikadiria na wamelipa kodi na risiti tumewapa. Kwa hiyo tunataka Simba tuanze naye mwezi wa 4 ili nawe awe sehemu ya makadirio ya awamu ya pili kwa mwaka 2026. Na hiyo inawezekana. Semaji, kuna story nyingi zinamhusu mshambuliaji wenu Chabwedo. Tunawasikia story kwamba tayari mmeshapokea ofa kutoka kwa wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia amekuwa kipenzi cha Watanzania kwa namna anavyocheza. Hizi stories zikoje kuhusiana na Chabwedo? Chabwedo ni mchezaji mzuri na ni mchezaji mkubwa. Hakuna mchezaji anamkuta Ramadhani Salum Chabwedo Chuga Boy katika ukanda huu wa Afrika. Hakuna. Labda tunaweza tukafananisha Ulaya tukienda huko. Sawa tukienda huko Ulaya. Na ndio maana katika ligi hamna. Na ndio maana nilimwambia Kibabage, mkimpigia simu saa hizi mkimuuliza vipi jana mziki wa Chabwedo, atakwambia yes. Pale nimekubali. Sawa atakwambia kabisa pale ni saluti. Kwa hiyo mimi ambacho nataka niwaambie, hizo story kwanza, hizi timu hazijuagi kuwatunza wachezaji wazuri. Hazijui. Kuna timu ishachukua wachezaji kwetu, alafu mpaka wanaweka benchi, wengine wanawatoa kwa mkopo. Sura leo wanajijua. Kuna timu zinakuwa na tamaa. Sisi TRA tunajua kuwatunza wachezaji na tuna makocha ambao wana uwezo wa kumaintain kiwango cha mchezaji. Unamwangalia Chabwedo, si ndio? Hivi kuna mtu alizi Chabwedo anasema Chabwedo kazaliwa leo. Sio kama mnanielewa. Kuna golikipa anaitwa Jean Noel ya Monome. Unaweza kusema kazaliwa leo. Kuna timu hazina golikipa. Golikipa anafungwa akitoka hapa na hasira, anataka kupigana na watu. Wewe sisi golikipa wetu umemwona jana kafungwa pale. Umemwona ameinua hata ngumi. Sasa tunataka tujue. Subiri kwanza, subiri. Golikipa wetu sisi mmemwona jana kacheza mechi na tumefungwa. Umemwona Monome jana kainua ngumi kumpiga mtu? Umemwona leo waandishi si mmekuja hapa mmeongea na Monome? Si mmeongea naye? Mmemwona Monome kagoma kuongea na waandishi? That is professional. Sawa tukizungumza professional goalkeeper, professional player ni Jean Noel Monome. Hakuna goalkeeper anaweza akafika uwezo. Kwanza ana akili na anajua hii mechi leo nimepoteza, natakiwa nishukuru Mwenyezi Mungu nikajipange na mechi. Sio unapoteza mechi unakuwa na hasira. Unakuwa na hasira si ungepambana, usifungwe. Si unaelewa Kwa hiyo mimi niwaambie, sisi hatupokei ofa ya mtu. Timu ambazo hazijui kulea wachezaji vizuri vikalea viwango vyao. Sisi tuna wachezaji kibao wamewachukua. Sasa hivi kaangalia mwingine katolewa kwa mkopo. Wakati kwetu alikuwa anaanza na amefunga magoli mengi. Si unaelewa? Kwa hiyo mimi ambacho nataka niwaambie, hakuna timu itakuja kumchukua mchezaji. Sisi TRA kwanza tuna pesa. Tunaweza tukambakiza mchezaji kwa gharama yoyote. Kwa Chabwedo hauzi. Hakuna timu inaweza kumnunua Chabwedo. Hivyo unaweza kuja kununua timu kwa timu ya walipa kodi. Hao Watanzania wenyewe wataandamana. Wakiona timu ya walipa kodi inamuuza mchezaji wao ambao ni icon ya klabu. Wataandamana. Chabwedo hauzi. Kwa sababu hata timu ikinunua hawana uwezo wa kumtunza, hawana. Timu pekee inayoweza kutunza wachezaji, inayoweza kuwa maintain wachezaji viwango vyao vikawa bora ni TRA United Sports Club. Nyingine zote hamna. Zaidi nyingine mchezaji atatia hasira huko, atapigana na refa, atafanya nini? Atafanya hivyo. Lakini kwa TRA sisi ndugu yangu, kwanza wachezaji wetu wana nidhamu. Wewe ushawahi kumwona mchezaji wa TRA kagombana na mtu? Umewahi kumuona wapi? Sisi tunawafundisha nidhamu.
na tunawafundisha kwamba wewe ni mchezaji mkubwa. Sisi hata mchezaji wa under 20 kwetu sisi ni mchezaji mkubwa, kwa sababu tunajua ile ni mali ambayo itakuja kutumika baadaye. Kwa hiyo sisi haturuhusu wachezaji wetu waka misdiscipline hata siku moja. Na sisi wachezaji wetu, siku mkimuona mchezaji wetu kafanya hivyo, mpigeni picha mnitumie. Yaani siku mkimuona mchezaji wangu mimi anagombana na mtu, piga picha nitumie. Na uhakika mpaka ligi itaisha, hukuti mchezaji wa TRA amekwenda kupigana na mtu uwanjani. Amefungwa jana, Monome kafungwa goli 3. Pale Meja Samuel katoka amani fair play. Sasa unafungwa unaanza kukurupuka. Ungetaka hapo ungecheza kaa benchi. Lakini semaji pia kuna story kwamba wanasema mnawakamia wananchi Yanga Afrika, lakini mcheza na Simba mambo yanakuwa mepesi. Tumewasikia pia wanachama wa Yanga pia wakizungumza hivyo kama kuwataki nyinyi kwa mnawakamia sana. TRA United Sports Club ni timu ya Watanzania wote na ni timu ya walipa kodi wote. Watanzania wanaozungumza na walipa kodi wanaozungumza wapo Yanga, wapo Simba, wapo Azam, wapo Namungo, Singida na timu nyingine zote. Sisi hatujawahi kumkamia mtu. Na sisi ni professional. Sisi sio tawi la timu yoyote. Sisi hatuna tawi. Matawi yetu sisi ni Watanzania. Matawi yetu sisi ni walipa kodi. Hao sisi ndio matawi yetu, kwa sababu tunatoa elimu ya kulipa kodi, wanaitikia wito, tunahamasisha watu walipe kodi, wanaitikia wito. Hatuwezi tukawa tawi la timu nyingine, sisi sio. Sisi imetutokea Simba hatujawahi kumfumania kwenye nyavu. Hatujawahi. Lakini dawa yake inachemka. Ndio maana jana nimesema sisi ni people, tutakutana Arusha. Jana umesema hujacheza na Simba. Leo umecheza na nani? Nani? Jana uliniambia kwenye interview ukasema Simba ishiki mjini. Simba ishi mjini. Wale ni watu wale. Wale sio Simba, wale ni watu. Simba anaishi Tarangire, anaishi Ngorongoro, anaishi Manyara. Sawa, anaishi Serengeti huko, Tanapa, mbuga za wanyama huko. Ndio kuna mkuta Simba. Nitajie Simba jana alikuwa na mapembe mangapi? Alikuwa na manyoya jana. Si alikuwa amevaa nguo kama ambazo nimevaa mimi. Lile ni jina tu. Kwanza inabidi wabadilishe. Wabadilishe, watafute jina lingine. Wajiita hata Msimbazi FC. Wajiita Msimbazi FC, kwa sababu ukisema Simba sisi tunawaacha kule mbugani. Nitajie, wewe unaweza ukaa na Simba? Mimi siwezi. Wewe unaweza ukaa na Simba? Siwezi. Nitajie Simba jana alikuwa wapi pale? Wale ni Msimbazi FC. Ndio maana nilisema nikilala nikiamka nitamka na jina lao. Wale ni Msimbazi FC. Kwa sababu sio Simba, wale ni Msimbazi FC. Msimbazi Football Club. Wale. Ushanielewa sijui? Yaani wale ndio jina lao. Simba sisi tumewaacha kule Tarangire. Na wakija sisi watakapokuja kwenye mechi yetu ile ya nyumbani, tutawapeleka tuambia huyu ndio Simba ambaye watu wanafanya utalii kuja kwenye hizi mbuga zetu za Ngorongoro, Tanapa, Tarangire, Arusha na Manyara. Thamani ya Chobwedo ni bei gani sasa hivi? Thamani ya Chobwedo? Yaani pale kama una bilioni 100 Chobwedo humpati. Bilioni 100 ndo thamani ya Ramadhani Salum Chobwedo. Ni bilioni 1. Na nafikiri ndio mchezaji pekee gali mwenye thamani kubwa katika ligi yetu ya Tanzania na bara la Afrika kwa ujumla. Chobwedo. Thamani ya Chobwedo ni bilioni 100. Huna bilioni 100 kaa pembeni, na hakuna timu ina uwezo wa kuwa na bilioni 100 ya kuvunja mkataba wa Ramadhani Chobwedo. Hakuna. Hawana hiyo bili, na pili hawajui kutunza viwango vya wachezaji. Kwa mchezaji wetu hukuti anatoka hapa anaenda sehemu nyingine. Mchezaji hapa anafunga magoli, anakiwasha namna ile. Unakuja kumsajili kwa mihemko, ukitoka hapo unamweka benchi, unamtoa kwa mkopo. Nani kwambia TRA hatujui kutunza wachezaji wetu? Sisi tunajua kuwatunza, maana unaona wana afya, wamenawiri, hawajazeeka, hawajakomaa wale, hawana vigimbi wale. Yaani ni wachezaji standard. Yaani wenyewe wakipita unasema yes, mchezaji wa TRA huyu hapa. Na inasemekana ashaanza kumlia rada timu za Kariakoo. Hawana uwezo huo, hawana. Nimekwambia thamani yake ni bilioni 100. Kama wana bilioni 100 walete. Hawana, kwa sababu ukisema bilioni 100 anauza jengo. Rasilimali alizokuwa nazo zote, bilioni 100 ndio amsajili Chobwedo. Sasa ana uwezo huo? Hawana. Lakini usemaji kama usajili wa Chikola kwenda Yanga na kutoka kwa mkopo umekuuma semaji? Mimi haujaniuma. Yaani haujaniuma hata kidogo. Yule ni mchezaji. Lakini unawasimanga. Mimi sijamsimanga mtu. Mimi nimesema tu kwamba kuna timu hasijui kutunza wachezaji. Wana wachezaji wengi, unasajili mchezaji wangu unamweka benchi wa nini?
Unamsajili wa nini kama unajua sasa akija ataka benchi? Kwa nini unamsajili? Angalia si wachezaji wetu. Rotation